Tuko na topic ya asubuhi ya leo ambayo ni prosperity katika first service, na tuko na subtopic ambayo ni it takes self control. Katika prosperity tuko katika episode 21, na hii episode 21 leo tutasoma subtopic yake ambayo inasema it takes self control. Najua makanisa mengi wakati wanafundishwa, hasa sana sio kufundishwa, wanaambiwa pokea katika jina la Yesu. Watu wengi wakiambiwa pokea katika jina la Yesu, lakini hawapatiwi kanuni za kufanya mtu akaweze kufaulu. Nataka tupate nafasi ya kusikia vizuri kutoka kwa neno la Mungu, kwa sababu naweza kufundisha kulingana na ufahamu wangu, lakini neno la Mungu lisipokuwa linaweza kuongea nasi, bado inaweza kuwa kazi ya bure. Ni vizuri kusikia pia kutoka maandiko matakatifu, na tunaposikia kutoka katika maandiko tunapata kutoka ufahamu wa Mungu. Najua watu wengi hawapendi kusikia maandiko, watu wengi hawapendi kusikia neno la Mungu, na sijui ni kwa nini. Mungu wa dunia hii ambaye ni Shetani amepofusha fikra za watu, hata hawataki kusikia yale Mungu anayosema. Kwa sababu hii, kuna mtu kuwa wa dini na kuna mtu kuwa Mkristo. Kuna utofauti kubwa sana kuwa mtu wa dini na wewe kuwa mtu Mkristo. Ukristo sio dini. Ukristo sio dini. Dini ni njia ya mwanadamu kutafuta mambo yake katika ufahamu wa akili zake, ili aweze kuona kana kwamba ana Mungu, na atakaa katika kufanya hayo kila wakati, ili awe katika kuona kwamba anampendeza Mungu. Lakini katika dini pia anaweza kufunga akiamini kwamba anafunga ili asamehewe. Katika dini anaweza kwenda kufanya toba kila wakati ili aamini kwamba amesamehewa, lakini bado hana hakikisho la msamaha. Hao ni watu wa dini. Watu wa dini wao wanaomba msamaha kila siku, hawana hakikisho la ufalme wa mbinguni. Watu wa dini hata mtu akifa bado anaombewa asamehewe akiwa amekufa. Lakini katika dini hiyo hiyo inasema kwamba amali yako itakutetea kwa Mungu. Amali yako ni yale matendo yako uliyoyafanya katika dunia. Ndiyo, katika mambo ambayo tuko nayo ni fitina ya kutufitinisha mimi na wewe. Sijui kama tunaelewa hivyo. Yale mambo ambayo tuko nayo ni fitina. Kila kitu ambacho tunakiona ni fitina. Lakini roho yako ina matendo yake. Hayo matendo ndio kutetea mtu mbele za Mungu siku hiyo ya Kiyama. Na kwa sababu tunaamini kwamba kuna ufufuo siku ya mwisho, siku ya Kiyama, kuna ufufuo
kama kuna ufufuo wa wafu, basi Yesu alifufuka. Kama hakuna ufufuo wa watu, basi Yesu hakufufuka na injili yetu ni bure. Ndio nataka nikulete katika ufahamu wa neno la Mungu. Ukristo sio dini, ni Mungu mwenyewe akitafuta wanadamu kupitia kwa Yesu Kristo. Na Yesu si mwanadamu. Yesu ni nafsi ya kimungu ambayo inakaa ndani ya mwanadamu. Unapokuwa Mkristo, Kristo anakuongoza akiwa ndani yako. Pale anaposema kaeni ndani yangu na maneno yangu yawe ndani yenu. Na anasema kwamba Kristo, Mungu yu ndani yangu, Mungu yu ndani yangu, nani ndani yenu, nani ndani yangu. So sisi na Kristo na Mungu tuko pamoja pale tunapotembea. Toba ya Kristo ni mara moja, si mara mbili. Kristo alikufa mara moja na alifanyika kafara hiyo kwa ajili ya msamaha wa wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hakuna kafara nyingine ambayo itawahi fanyika katika dunia hii. Msamaha ulitolewa kwa wanadamu wote, na msamaha huu ulitoka ili uwafae wanadamu wote. Ndio sababu zamani, kabla Yesu hajazaliwa katika ulimwengu huu, kulikuwa kunatolewa kafara kulingana na kosa katika dunia nzima. Lakini baada ya Yesu kufa na kufufuka, kafara zote zikaisha huko. Hakuna kafara unaweza fanya kumpendeza Mungu. Kafara zote zimeisha nguvu, na sasa iliyobaki damu ya Yesu ndio inatetea wanadamu wote. Hata wale walio katika dini na wale walio katika Kristo Yesu na wale ambao si wa dini na si wa Kristo, bado damu ya Yesu inawatetea. Hata wakitenda dhambi, bado damu ya Yesu inawatetea. Itawatetea kabisa mpaka siku ya Kiyama. Lakini mtu anaweza kupata nafasi ya kupata hiyo neema ya msamaha kutetewa na damu ya Yesu katika udhihirisho wa haki kupitia kwa toba ya msamaha. Bwana Yesu asifiwe. So tukiangalia pia katika maandiko, tunaona katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 9. Wakorintho wa kwanza mlango wa 9 fungu la 24. Fungu la 24 nasema, je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa mtarudia, je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja. Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. 25. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kwa kusudi wapate taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. 26. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, na utesa mwili wangu na kutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie verse 25. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi yao fanya hivyo
kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Wokovu ni kama mbio. Wokovu ni kama nini? Wokovu ni kama nini? Ni kama mbio. Nafikiri tushaiangalia katika mashindano ya kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Katika mashule siku hizi bado mko na mbio za kukimbia. Kuna ile 4x4. Ile mtu anakimbia anampatia mtu kijiti, anakimbia anampokeza mtu kijiti. Mko nayo hiyo? Relay. Good. Katika relay ni 4x4 sio? Unakimbia wanne, unapokeza wengine wanne. Nakimbia wanne, napokeza wengine wanne. Bila mnapokimbia, naomba kuuliza. Wakati unakimbia hiyo relay, mtu ambaye anakimbia akampokeze mtu kijiti, anaweza kuongea na mtu ambaye anakimbizana naye. Na akiongea naye, zile pumzi zitakatika ama zitahifadhi ile tension yake na atapunguza nini? Speed. Ataweza kushika. Kwa hivyo anaweza kubali kuongea na mtu ama hawezi kubali. Kama kweli anataka kushinda, hawezi kufanya nini? Kukubali. Hawezi kuongea na mtu. Hawezi kubali kuongea na mtu. Mtu ambaye anashindana, je, anaweza kushika simu akaongea naye akiwa anakimbia? Hawezi. Je, mtu ambaye anakimbia anaweza kuangalia mtu na akacheka, ataacha ile njia ambayo alikuwa anafuata? Maandiko yanasema katika verse 25, kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Katika yote. Hata kama babaka amekuja katika ule kutazama ule mchezo, hawezi fanya nini? Hawezi kumtazama. Hata kama mama yake amekuja, hata kama na mpenzi wake amekuja yuko hapo, hawezi. Hata hivyo naona katika wrestling, isipokuwa wrestling sio mbio, lakini saa nyingine wale wachezaji wa mapiganaji wa wrestling hujaribiwa kuangalia familia zao wakati wanapigana. Lakini maandiko yamelenga mbio, wale washindanao katika kukimbia. Na kila ashindanaye katika michezo izuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo. Imani wengi wakishashindana mwisho wanapatiwa nini? Mtu akishinda zawadi za aina gani? Ade? Pombe. Nini ingine upatiwa? Mshipi, medali. Wengine? Bendera, wengine? Ade? Pesa. Okay, tuachie hapo. Tumeanza na nini ya kwanza? Kikombe. Je, kikombe huharibika ama hakiharibiki? Kinaharibika, si ndio? Ukiangalia wewe kama ulikuwa mdogo hapa, kwani kuna vikombe vingapi tumekuwa navyo? Ukiviona hivi kiharibika vipi? Bwana asifiwe. Ukiangalia nini nyingine tumetaja? Mshipi. Je, mshipi huharibika ama huharibiki? Unaharibika kwa njia gani? Moja moja. Ukatika. Nini kinasababisha ikatike? Ukatike? Kwa kitambo kuna kitu kinaitwa vumbi kwanza. Vumbi ikipata ama vumbi lipatapo ule mshipi likawa halipaguswi ile vumbi aliotolewi, likishika uendelea kufanya ule mshipi ukakosa nguvu katika zile nyuzi zake. Tunaelewana?
na kuna vitu kama kutu, hali ya anga, the atmosphere, tunaelewana, yaweza kusababisha ule mti, ule mshipi ukawa ni kama umeoza, lakini si kuoza kule kwa kuvunda ama kunuka, si ndio? Ule mshipi unazaliwa na panya, ndivyo. Ule mshipi unaweza chakaa hata ukawa hauwezi kuwa presented man. Tumetaja nini ingine? Bendera. Je, bendera uchakaa? Katika ile shule unayosomea ni bendera ngapi zimewekwa ukiona hiki chakaa inawekwa ingine? Thank you. Nini ingine tumetaja? Breakfast. Aha. Bwana asifiwe. Pole kwa wale ambao tumia breakfast. Najua wengine mmerauka kama mimi. But tuachana na breakfast. Tumetaja nini? Pesa. Je, pesa huharibika ama haziharibiki? Huharibika. Juzi tulikuwa na pesa ambazo zilikuwepo nzuri. Noti ya 1000, noti ya 500, noti ya 200. Lakini noti ya 500 na ya 1000 zikaja zikapigwa teke. Ukaingia noti zingine mpya. Si hivyo? Hizi noti mpya ambazo ziliingia za kitambo sasa hizi na kazi? Hazina kazi, hazina value. Zimeharibika, hazijaharibika? Mimi ninayo noti ya kitambo ya 1000. Lakini haisaidii. Okay. Pesa zinaweza kutumika pia zikaisha. Nini ingine tumetaja? Hakuna. Katika hizo tulizotaja ni zawadi ambazo mtu kuzawadishwa, ama ni zawadi ambazo mtu, baadhi ya zile mtu anaweza kuzawadishwa anapomaliza kukimbia akiwa ameshinda. Lakini katika mtazamo, je, zinaharibika ama haziharibiki? Zinaharibika. Hata wewe ukijiangalia, ungekuwa unaweza kushindana ukapatiwa nguo uchakaa, si hivyo? Sisi umekuwa mdogo mpaka leo, ni nguo ngapi umevaa? Nyingi. Ni ngapi umetupa wewe mwenyewe ukasema sasa hii nguo ni basi? Ni ngapi? Mbona zikataa wenyewe, si hivyo? Au mnaambia wazazi msivae? Nakataa wenyewe. Na ilikuwa smart. Wacha wewe. Bwana asifiwe. Taji yaharibika. Watu wanashindana kupata zile taji ambazo zinaharibika. Naongea kuhusu prosperity. Watu wanafanya mambo ili wapate thawabu ambayo inaharibika. Watu wanafanya mambo ili wapate thawabu ambazo zinachakaa. Kuna mambo ambayo tunajizuia kwayo katika uongozi. Mambo kama chuki, kuchukia watu. Katika uongozi, mbio za uongozi. Tunajizuia nayo ili tukapate zile thawabu ambazo haziharibiki. Maana hapa mstari wa 25 unasema hivi: na kila shindanaye katika michezo jizuia katika yote, bali hao fanya hivyo kusudi wapate taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyofanya nini? Isiyoharibika. So wale washindanao, kuna mambo mengi kujizuia nayo. Tukija katika michezo, tunajizuia na kuangalia watu, kuongea, kutabasamu. Wengi sana wamaliza ile michezo ya kukimbia wakiwa wamefaint, si ndio? Glucose imepungua kwa mwili.
mpaka hapo mahali kwenye kivuli apepewe, alafu arabishwe glucose kuona ni amepata nguvu. Nishaiona mtu amekimbia akaanguka na akafa. Nimeona hivi. Akafa kabisa. Wao wanaokimbia ama wanaoshindana katika michezo wanajizuia katika mambo mengi. Na sisi katika mbio za wokovu, maana yale maisha tunaishi ni maisha ya hapa duniani, lakini kwa sababu tuna mtazamo wa kutazamia maisha ambayo yanakuja katika uzima wa milele kule paradiso, tunajizuia na mambo mengi. Tunajizuia na kuiba, huku tukijifanyisha kazi ili tupate riziki zetu. Tunajizuia kufanya nini? Kuiba. Tunafanya kazi ili tujizuie kuiba, mtu awe na chake. Tunajizuia kudanganya. Kudanganya ni dhambi, kuiba ni dhambi. Tunajizuia pia katika kuchukia watu. Maana ukisema unampenda Mungu ambaye haukuoni, lakini yule jirani yako ambaye uko na yeye karibu unamchukia. Wapendwa, je, wewe ni Mkristo? Wewe si Mkristo, wewe ni kuamini. Maana watu wa dini huchukia wenzao. Anaweza kukutukana sasa hivi, anaweza kukudhalilisha sasa hivi, anaweza kukukera sasa hivi, anaweza kuambia neno ambalo ni baya kuumiza moyo. Watu wa dini wako hivyo, na hiyo ni sheria yao. Yesu anasema ya kwamba mmesikia ya kwamba watu wa kale husema ya kwamba mpende jirani yako na mchukie adui yako, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanao waovu, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Huo ndio sasa Ukristo. The life of Christianity is not built on basis of hatred. Kuchukia ni dhambi, kutukana ni dhambi, kuzini ni dhambi, umalaya ni dhambi. Watu wa dini anaweza kuoa mtu mwingine akiona huyu ako naye anapendeza. Anaweza kuongeza wawili, anaweza ongeza watatu, anaweza ongeza wanne, anaweza ongeza watano, anaweza ongeza wa sita, anaweza ongeza wa saba, na hata anaweza kuacha mke mmoja kaenda kuoa mwanamke mwingine. Lakini wanawake si wale wale. Bwana asifiwe. Wanawake si wale wale. Unaanza ruka mkojo, and I'm sorry to say this. Karuka mkojo ukakanyaga nini? Maji, mashonde. Wanamko mashonde, hana maana. Unapata mwingine, ukiona ni ana maana. Kumbe ni hana maana kabisa. Baadaye unasema, hata afadhali yule baba wa kwanza. Tunajizuia na mambo mengi katika safari ya mbinguni. Safari ya mbinguni ni wokovu, wapendwa. Tunajizuia na mambo mengi, mambo ambayo ni ya kumchukiza Mungu, mambo ambayo ni ya kutumiza. Na hata kwa watu mwingine bado utasikia raha kwa sababu wanawake ni wazuri, utakaa na wao ni sawa, ni haki yako. Lakini angalia baadaye, maana anasema haya fuatia mafundisho ya Jumatano ya wiki hii ambayo imepita. Mhubiri alikuwa hapa alituambia kwamba watu wengi wanataka kufanya mambo wakiona uzuri wake, lakini hawataka kuangalia ule ubaya wa hilo jambo baadaye. Ama ilikuwa hivyo. People want to enjoy about the future, but they don't want to understand about the negativity. Negative impact ambayo inaweza kuwapata. Wale watu wanaweza kuzaa wale watoto walikuwa wanataka.
Wasema nimeoa mwanamke amemzalia wasichana, nitaoa mwanamke anizalia wanaume, ukazaa wasichana tena na yule wa pili. Kwa hiyo mwingine watazaa wanaume tu. Kama mwingine jana alikuwa ananiambia kwamba jana jioni babake alioa mama yao, wakazaliwa wasichana 6 akitafuta tu mwanaume. Akaoa mwanamke mwingine, huyo mwanamke mwingine akaoa mwanamke mwingine, huyo mwanamke mwingine akaanza kuzaa vijana, akazaa vijana 6, na huyu ambaye ndiye mama wa kwanza, huyo mama wa kwanza aliyezaa wasichana 6 akazaa, baada ya kuoa tu mke wa pili akazaa kijana, huyu mke wa kwanza. Lakini akasema kwa sababu amepata kiboma, akaendelea kiboma, akazaa vijana 6. Huyo kijana ambaye wa mama wa kwanza sasa ni tajiri sana hapa Mageti. Lakini wale vijana waliozaliwa yule mama wa pili, vijana 6 wote, hakuna mwenye amepitisha miaka 15 kabla hajaoa. Je, huyo baba ako na wanaume? Nauliza, huyo baba ako na wanaume? Hata kama mke wako anazaa wasichana peke yake, ufanye kumletea kompee ya kwamba ni apate mke mwenzake ili aweze kuzaa. Ujui outcome ya kile chenye unazaa. Ukisoma katika maandiko, Ezekiel kweli yule mwenye aliongezwa miaka 15, anaitwa nani? Ezekiel aliongezwa miaka 15, lakini baada ya hapo yale aliyafanya baada ya kuongezwa miaka 15 ya angalie ni yake, aliharibu kila kitu. Surplus is always very dangerous. Let us take in the negative side and in the positive side, so that we can know how we can fight about future. So katika mashindano ya wokovu, maana tunashindana na nguvu za giza, kuna mambo tujizuie nayo. Ujizuie sana. Hata kama unaona inapaswa na nia yako, jizuie sana. Naona serikali zote saa hii hakuna serikali ambayo inatetea mwanaume. Ni kweli? Serikali zote zinatetea wanawake, zinatetea wasichana, zinatetea vijana. Lakini wazee nani anawatetea? Mungu pekee yake. Kwa nini wanaume hujizuia na mambo mengi sana? Hata mwanaume hawezi kuwa anaongea nonsense. Anajizuia. Wewe ukifanya uovu utafungwa. Na utafungwa kifungo. Na si kifungo cha shati. Kifungo cha jela. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale washindanao kujizuia katika mambo mengi. Kujizuia kutenda dhambi. Kujizuia kutenda maovu. Kwa sababu tukienda kwa verse 25 inasema, na kila shindanaye katika michezo kujizuia katika yote, basi yao fanya hivyo kusudi wapokee taji ya ridhikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Taji isiyoharibika ni gani? Ni ile itakayoipata baada ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Najua katika dini watu hawaahidiwi ufalme wa Mungu. Wanaahidiwa zinaa, wanaahidiwa kwamba wanakuwa bila matunda, wanapata nguvu, wanalala na mwanamke, wanafanya mapenzi. Hiyo wengine katika dini wanapofundishwa ni matunda na zinaa. Lakini sisi tutapokea taji isiyoharibika. Tutakuwa tukinuka, tuko na taji katika kichwa. Tukiinama tunamwinulia Mungu, tunamsujudu. Bwana asifiwe. Verse 26. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye, napiga ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa. Paulo anasema hata yeye pia naye anajaribu
afanye hivyo hivyo. Anapiga ngumi, lakini si kama ambaye anapiga ukuta. Na simaanishi ngumi ni ngumi ya mkono, no. Unaumiza mwili. Maana tunaenda katika Wakorintho tunasemaje? Bali na utesa mwili wao. Bwana asifiwe. Ukikosewa na mtu na mtukane, unasikiaje? Wakati unamtukana, sio unasikia vibaya ulipokosewa. Ukimtukana unasikiaje? Roho inafanya nini? Roho inafanya nini? Bwana asifiwe. Tuongee mambo ambayo ni ya ukweli. Mungu akikukosea, usikia umefika wapi? Nasikia umelifika wapi? Umenitafuta sana, lakini sasa utanio unafanya vitu mpaka unasikia kweli umefanya vitu ambavyo mwanadamu hapaswi kuvifanya. Roho yako inaridhika kwa sababu umekosea mtu. Roho yako inaridhika kwa sababu umetenda vile roho yako inafurahia. Bwana asifiwe. Lakini kule kujizuia ndio kupiga mwili. Bwana asifiwe. Ndio kupiga nini? Mwili. Unapiga mwili ngumi. Basi mseme nasema bali na mpesa mwili wako. Yaani unaumiza ule mwili kusudi usije kufurahia ule mwili. Maana matendo ya mwili ni mauti. Mwili unaweza kutuma utukane, uibe, udhuru, uongee bila unajisikia ni sawa ili ufurahie. Maandiko yanasema ya kwamba iko njia ionekanayo kuwa nzuri machoni pa mwanadamu, lakini baadaye ni njia ya upotovu. Wao waangalia kwamba ndio njia ya baadaye watakuwa nayo. Wanaangalia ile njia ambayo wanaona ni nzuri machoni pao. Kristo akiwa ndani yako atakuongoza kupenda mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu sio chuki. Mapenzi ya Mungu sio kutukanana. Mapenzi ya Mungu sio kupendea mtu mabaya. Hata Mungu anakupenda. Angalia, baya nikikupata wewe ndiye sababu ya huo ubaya kukupata. Si Mungu amependa ukupate. Na Mungu hawezi kumwadhibu mwanadamu saa hii. Mungu anangoja siku ya kiyama. Wote watendao maovu na maasi ambao hawana Kristo ndani yao wanangoja jehanamu ya milele. Hapo ndio kuna hukumu kamili. Lakini saa hii Mungu hawezi kumwadhibu mwanadamu. No. Mungu hawezi kuadhibu. Mungu ametupatia uhuru wa kuamua kuishi vibaya tuende jehanamu, ama tuishi vizuri tuzidi ufalme wa mbinguni. Na hayo ndio mapenzi yake. Na Mungu hawezi kukwambia lazima utende mema. No. Ingelikuwa Mungu angeweza kutamka kwa lazima kwamba fanyeni hivi na hivi. Wote nikwambie, Roho Mtakatifu ametuamrisha sote tuokoke dunia nzima leo. Sote leo. Na kiama kingelikuwa leo, maana dunia nzima wangeokoka. So Roho Mungu haongea hivyo. Roho Mungu anaongea kwa sauti ya upole na upole. Ukubali ama ukatae. Bwana Yesu asifiwe. Wao wakasema kwamba na upesa mwili wako. Hapo kuna mambo ambayo unaweza kuona kwamba yanaweza kukufurahisha, lakini ukiangalia sio mapenzi ya Mungu. Pesa huo mwili wako kwa ajili ya hiyo. Unaweza ukatukanwa na ukawa na nafasi ya kurudisha ile tusi, lakini ukasema kwa ajili nisije nikamkwaza Mungu, nisije nikamkwaza Kristo, kwa sababu nilisamehewa dhambi. Kristo akiwa ndani yako atakukataza hata kutamka lile neno baya. Kristo akiwa ndani yako atakukataza kutamka neno lililo ovu. Tunaangalia kitabu cha Waefeso, na napenda sana Waefeso mlango wa 4 fungu la 29 nasema hivi. Waefeso mlango wa 4 fungu la 29 nasema hivi. Neno lolote lililo ovu, narudia. Waefeso
29, neno lolote lililo ovu lisitoke kinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. 30, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati utachukizwa, kuna wakati utakwazwa, kuna wakati utasikia umeumizwa. Calm down. Amen. Angalia jirani yako, mwambie calm down. Calm down. Cool down. Calm down. Bwana asifiwe. Hapo ndio unaupiga mwili wako ngumi, unauumiza huo mwili. Najua kwa sheria ya nchi ya Kenya, mtu akikukwaza ama akikuumiza na mwambie nitakuonyesha, alafu akapatikana na jambo, nani atakuwa amesababisha ile jambo? Wewe uliyetamka. Piga moyo wako ngumi, piga mwili wako ngumi, umiza huo mwili, sikia uchungu, lakini unavumilia ili Kristo atukuzwe ndani yako. Amen. Na usipofanya namna hiyo, Kristo atakuwa hawezi kukataza, utaongea yale maovu na atakuwa kinyume na wewe, na baadaye ni uovu. Ndio maana anasema iko njia ambayo inaonekana nzuri machoni kwa mwanadamu, lakini ni njia ya upotovu. Wapendwa na wasi, kwa sababu tunalo tumaini katika uzima wa milele, tunaweza kufaulu, maana somo letu ni prosperity. Tunaweza kufaulu kushinda shetani. Japo tunahitaji zile baraka. Baraka ni kama hizi: Mungu akulinda na ule mwovu, kwa sababu unalitii neno lake. Ukilitii neno lake ama ukitii neno la Mungu, Mungu atakuwezesha wewe kuepuka mabaya. Hiyo ni katika kufaulu katika maisha. Wewe unasema unataka kufaulu kwa njia nyingine, Mungu atakutetea. Una haki ya kushukuru, kusema Mungu asante kwa haya ambayo umeniepusha nayo. Siku moja kuna mtu alikuja na gari kwangu, na niko mbali, nilikuwa siko hapa. Na ule mtu alipokuja na gari, nilikuwa nimebeba maji yale ya kuuza kutoka Gongoni. Akaja, nafikiri alikuwa kurudi Rivers, akagonga varanda yangu. Na varanda nimejenga nje hapo, kuna tiles. Si pale napoishi, mahali pengine kuna tiles. Sasa mke wangu akanipigia simu, akaniambia umevundwa hapa na gari liko ABCD, namba plate ndio hiyo. Na wale ambao waligonga kasikia wamegonga mahali, wakashuka, wakaja wakamuongelesha, akatoka nje, wakaangalia, wakapatiwa namba yao. Mimi nikawapigia, ongea na wao, wakanambia bosi atakushughulikia hii. Basi wakampatia bosi namba yangu, wakanipigia. Aliponipigia akataka kuja kuona pale pameharibika. Akaja akaona, alafu mimi nikawa nimeletea nyumbani kwao. Akanifuata mpaka nyumbani kwao. Nikamwambia sasa, kwa sababu gari yako ndio imeharibu, tengeneza. Akasema hakuna sheria kama hiyo. Nikamwambia basi tosha, nenda zako salama. Na nikafunga mlango wangu, nikaachana na yeye. Achana naye. Bwana asifiwe. Si kwanza kumwambia utaona vile Mungu atakufanya, utajua kweli Mungu anaishi, utajua kuna Mungu mbinguni. Wachana na hiyo upuzi. Kwa nani ajue Mungu anakaa wapi? Nyamaza. Piga moyo konde, piga mwili wako ngumi. Nyamazia ule uchungu hapo, machozi yamwagike ndani. Bwana asifiwe. Nilipofunga na kunyamaza, akatoka, akaenda akatafuta mafundi, akatafuta simiti, na akatafuta kabasha kwa kuniambia pole. Akakabwa hapo. Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi. Nafikiri nilipomwambia nenda salama, niliposoma mlango, alibaki akijiuliza huyu ni nani na anaweza kufanya nini? Ilimhukumu, sio? Nilisikia uchungu, nikanyamaza. Hivyo ndio vile tunapaswa kutesa miili kwa ajili ya wokovu. Maana ukitaka usije kwa unajisi wa wokovu wako, chunga kinywa chako kusinene mabaya. Chunga ulimi wako usitamke mabaya.
Nyamazia mengine japo yanaumiza, lakini Mungu atakufariji. Mungu wa amani wabariki sana. Amen.